Guardian yasema Iron Dome imeshindwa kukabiliana na makombora ya Iran. Gazeti la The Guardian la Uingereza limeandika kwenye ripoti inayozungumzia kushindwa kwa Iron Dome katika kukabiliana na makombora ya Iran kwamba mng'aro wa makombora madogo madogo angani nyakati za usiku imekuwa jambo la kawaida kwa Waisraeli, huku Iran ikiendelea kutuma udhaifu wa ulinzi wa anga wa utawala wa Israeli. Ripoti ya The Guardian inasema kombora la Horam Shahir, ambalo ni mojawapo ya makombora ya kisasa zaidi ya ballistic ya Iran, linaaminika kuwa na uwezo wa kubeba kichwa cha milipuko kinachosambaza zaidi ya mabomu 80 ya wastani kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tangu kuanza kwa vita vya Ramadhan, makombora ya Horam Shahir yamekuwa yakiunyima usingizi utawala wa Israeli ambao una mfumo wa ulinzi wa makombora wenye tabaka kadhaa na unaodaiwa kuwa tata na wa kisasa zaidi duniani. Ripoti ya gazeti la The Guardian ya Uingereza linaeleza kuwa tangu kuanza vita vya Ramadhani kwa uchache, makombora 19 ballistic yenye vichwa kadhaa vya milipuko yamevuka salama mfumo wa Iron Dome na kulenga shabaha kikamilifu, na kuongeza mashambulizi haya yanaonyesha mabadiliko makubwa katika mbinu za Iran ambazo zimefichua udhaifu wa ulinzi wa anga wa utawala wa Israeli. Awali televisheni ya Al Jazeera Qatar ilikuwa imetangaza kwenye ripoti ya uchambuzi kwamba kuingia mabomu yenye vichwa kadhaa vya milipuko na makombora mapya ya Iran kwenye uwanja wa vita yameuingiza mzozo kati ya Teheran na Tel Aviv katika hatua ngumu zaidi na kuzua maswali mazito kuhusu ufanisi wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli. Mtandao wa Al Jazeera umesisitiza kwamba mabadiliko ya mbinu za Iran yanaonyesha mabadiliko ya ubora katika aina ya mashambulizi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vilevile, seneta wa Marekani anasema vita na Irani ndio vita vya kijinga zaidi katika historia ya Marekani. Seneta wa chama cha Democratic cha Marekani Chris Murphy amesema kwenye ujumbe wake vita na Iran ni vita vya kijinga zaidi katika historia ya Marekani. Kwenye ujumbe aliotuma kwenye akaunti yake mitandao ya kijamii, Chris Murphy, seneta huyo wa chama cha Democratic cha Marekani, ameashiria mashambulizi ya pamoja Marekani na Israeli dhidi ya Iran na kuandika, hatujawahi kuona kiwango hiki cha kukosa ustahili na kujimudu katika vita katika historia ya Marekani. Seneta huyo wa Marekani pia amesema kwenye ujumbe mwingine, tunatumia dola bilioni 2 kwa siku kwa ajili ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, mlango bahari uliokuwa wazi kabla ya vita. Huu ni wendo wazimu. Wakati huo seneta wa kidemokrati wa Marekani Andy Kim amepinga sera za kuchochea vita za rais wa nchi hiyo Donald Trump, akiashiria mauaji ya askari wa Marekani katika vita dhidi ya Iran na kusisitiza kwamba ni lazima tupunguze gharama mara moja. Andy Kim ameongeza kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba bei ya petroli imeongezeka nchini Marekani. Wanajeshi wa Marekani wameuawa na hakuna uwezekano wa vita hivi kuisha hivi karibuni. Sambamba na hayo, vyombo vya habari vya Marekani vinaendelea kufichua kwamba mamia ya wanajeshi wa nchi hiyo wanaendelea kuuawa na kujeruhiwa katika vita vilivyoanzishwa na nchi hiyo ikishirikiana na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vikiingia siku yake ya 28 siku ya Ijumaa, kunatajwa dalili za mazungumzo ya kukomesha vita hivyo, ingawa mashambulizi baina yao hayajasita. Iran na Marekani bado zipo njia panda kuhusu swala zima la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, huku kila upande ukionekana kusalia na msimamo wake kuhusu mazungumzo ya kusitisha mapigano, jambo linalotishia mzozo huo kuongezeka, hasa ikiarifiwa kuwa maelfu ya wanajeshi wa Marekani wanakaribia eneo hilo. Hata hivyo, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve amesema kuna ishara za wazi kuwa Teherani wako tayari kujadiliana, huku shirika la habari la Iran Tasnim likisema kuwa jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani lilitumwa rasmi jana usiku kupitia wapatanishi na kwamba kwa sasa Teherani inasubiri jibu. Afisa wa Iran ambaye hakutaka kutajwa jina amesema miongoni mwa masharti ya Iran ni kudai fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita na kwamba uhuru wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz ni lazima uheshimiwe, matakwa ambayo amesema hayakuwemo kwenye mpango huo wa Marekani. Vilevile, mgogoro wa vita vya Iran umeweza kulitikisa bara la Ulaya. Duru za kiuchumi za kimataifa zinasema mgogoro huo uliojitokeza kutokana na uchokozi na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umelishtua na kuliacha bara la Ulaya katika hali ya sintofahamu. Jarida la The Economist limeeleza kwenye ripoti yake kuwa Ulaya bado haijapona kutokana na athari mbaya za mgogoro wa nishati wa 2022 uliosababishwa na vita vya Ukraine, na kuandika kwamba Ulaya sasa inakabiliwa na mgogoro mpya na kwamba matokeo ya uchokozi wa pamoja wa Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran
yameishangaza na kuiacha Ulaya katika hali ya kupigwa na butwa. Ripoti ya The Economist inasema ongezeko kubwa la bei ya mafuta na gesi kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran limetishia ukuaji dhaifu wa uchumi wa Ulaya na kuongeza hatari ya kurudi kwenye mfumuko wa bei na viwanda vya Ulaya ambavyo viko chini ya mashinikizo kutokana na msururu wa Marekani na ushindani wa China vinaiona hali hii kuwa yenye gharama kubwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Ulaya imeshindwa kuwa na msimamo mmoja wa kukabiliana na mgogoro huu na kwamba mwitikio wake wa kivitendo umekuwa finyu na dhaifu, mizozo ya kidiplomasia, uwezo mdogo wa kijeshi na utegemezi mkubwa kwa nishati ya kuagizwa kutoka nje, hasa baada ya kupungua ununuzi wa gesi kutoka Russia kumeufanya muungano huo kukumbwa na hatari ya mshtuko wa soko la kimataifa. Vilevile kuongezeka kwa utegemezi katika soko la fedha duniani na uagizaji wa gesi ya LNG kutoka Marekani kama mbadala wa gesi ya Russia pia kumezidisha bei ya bidhaa mbalimbali, na sasa vita vipya vimezidisha mashinikizo hayo. Ripoti ya The Economist inaongeza, hii ni katika hali ambayo uwezo wa serikali za Ulaya kuingilia kati kiuchumi pia ni mdogo, kwani madeni ya nchi hizo ni makubwa na bajeti zao ni ndogo zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 2022. Likiendelea kuzungumzia athari mbaya za vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kwa nchi za Ulaya, gazeti la The Economist limeripoti kuwa ingawa athari za vita vya muda mfupi zinaweza kuwa ndogo, lakini kuendelea kwa matatizo katika usambazaji wa nishati kunaweza kupunguza ukuaji wa uchumi na kuzidisha mfumuko wa bei. Limeongeza kuwa katika ngazi ya kisiasa, Ulaya pia imegawanyika kuhusu jinsi ya kukabiliana na mgogoro huo, kuanzia kuunga mkono kikamilifu mashambulizi hadi ukosoaji wa uhalali wake, na baadhi ya wachambuzi wanaomba mgawanyiko huu kama matokeo ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa Marekani kuzichukulia hatua nchi hizo. Ripoti hiyo inasema uamuzi wa Marekani wa kuondoa vikwazo vya kununua mafuta ya Russia kwa siku 30 pia umezua wasiwasi barani Ulaya, hata miongoni mwa viongozi ambao awali waliunga mkono mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Mwishoni mwa ripoti yake, The Economist imesema Ulaya inakabiliwa na athari mbaya za vita ambazo haina uwezo madhubuti wa kuzikomesha, na kuongeza kuwa bara la Ulaya pia lipo kwenye hatari ya kuingizwa bila kukusudia kwenye mzozo huo, na kwa sasa vikosi vya majeshi ya nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za Uingereza na Ufaransa na meli na ndege za Ugiriki, Italia na Uholanzi vimetumwa kwa ajili ya hatua za kujilinda. Hata hivyo, maafisa wa Ulaya wanashaka kwamba vikosi hivyo vinaweza kuwa na nafasi muhimu na Ulaya itasubiri, huku wengine wakichukua maamuzi kusimamia hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi ametilia mkazo wa uamuzi wa Jamhuri ya Kiislamu kuendelea na sera ya mukawama na mapambano dhidi ya wavamizi. Katika mahojiano na kanali ya habari ya Iran, Araghchi amesema kwa sasa sera yetu ni kuendeleza mapambano. Amesisitiza kuwa kwa sasa hakuna mazungumzo yanayoendelea, huku akihoji pia uaminifu wa ahadi za adui. Kwa mujibu wa Press TV, mawasiliano ya kidiplomasia kuhusu mazungumzo ya kumalizika vita yamekuwepo katika ngazi ya kikanda, lakini msimamo wa Teherani bado haujabadilika. Waziri Araghchi pia amesema kuwa dhamana za kimataifa si za kuaminika kwa 100%, akiashiria juhudi zinazoripotiwa za baadhi ya nchi za tatu kujaribu kuwa wapatanishi ili kumaliza uchokozi usio halali ulioilazimisha Jamhuri ya Kiislamu kujibu kwa hatua madhubuti. Amesema Iran yenyewe sasa inachukua hatua za kujiwekea dhamana ili kuhakikisha hakuna atakayethubutu tena kuanzisha vita dhidi ya watu wa Iran. Araghchi alikuwa akiashiria hatua ya kulipiza kisasi za Iran, ambapo vikosi vya ulinzi vya Iran vimetekeleza angalau mawimbi 81 mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo nyeti na ya kimkakati ya Marekani na Israeli. Araghchi amebainisha kuwa usitishaji mapigano bila dhamana ni mzunguko wa hatari unaoishia kurudia vita tena, na kuongeza kuwa adui lazima apate funzo la kudumu ili kamwe asifikirie tena kuanzisha shambulio jingine, na madhara yaliyowapata watu wa Iran lazima yafidiwe. Araghchi amesema matukio ya hivi karibuni yameonyesha wazi kuwa kuruhusu Marekani kuanzisha vituo vya kijeshi katika ardhi za nchi za eneo hili kunahatarisha usalama wa nchi hizo. Alikuwa akiashiria hatua ya Iran kushambulia vituo vya jeshi la kigaidi la Marekani katika nchi za Kiarabu za eneo la magharibi mwa Asia kama Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia na Jordan. Vituo hivyo vimekuwa vikitumiwa na Marekani na Israeli katika kutekeleza mashambulizi ya kichokozi dhidi ya Iran. Araghchi amesema kwamba baadhi ya nchi za eneo hilo hapo awali zilisema hazitaruhusu ardhi zao kutumiwa dhidi ya Iran, lakini baadaye kauli hizo hazikuzingatiwa. Araghchi amesema adui ameshindwa kufikia malengo kadhaa, ikiwemo kugawanya nchi, kupata ushindi wa haraka na kudhoofisha mshikamano wa ndani wa Iran. Ni kwambie hivi, hatujamaliza.
Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Iran ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za dhati za kutoa msimamo thabiti na wawazi katika kulaani tawala zilizoanzisha vita dhidi ya Iran. Aidha, uwezo wa taasisi hiyo na nchi huru utumike kuwawajibisha wahusika wa vita hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB likinukuu tovuti ya taarifa ya serikali, waziri wa mambo ya nje wa Iran alifanya mazungumzo ya simu siku ya Alhamisi na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Katika mazungumzo haya ya simu walijadili hali ya hivi karibuni ya eneo hilo pamoja na athari za kiusalama na kibinadamu zilizotokana na uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amemjulisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu matukio ya karibuni pamoja na vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kufanywa na Marekani na utawala wa kizayuni. Said Abbas Araghchi amesisitiza azma na dhamira thabiti ya Iran ya kuendelea kujilinda kwa mujibu wa haki ya kujihami ili kulinda usalama wa taifa, mamlaka ya kitaifa na mipaka ya Iran. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.